Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa katika viunga vitukufu vya mji wa Madina, al-Madinatul Munawwara, mji uliopokea kiumbe mbora na kiumbe wa kheri, bado unaendelea mji huu kupata ziara za watu wa kheri. Al-Azhar TV katika harakati zake za kutembelea kunako viunga vinavyosindikizwa mahujaji wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla, ilifika katika hoteli hili ambalo hatimaye likakutana na binti ambaye Allah amemsahilishia alichomsahilishia. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min muddakir. Mwenyezi Mungu amemsahilishia huyu binti kuwa miongoni mwa hufadh au hufadha wa hifadhi ya Qur'ani vyema. Binti huyu siwezi kumwelezea vile ipasavyo, lakini atajieleza yeye mwenyewe mbele ya kamera hii ya Al-Azhar TV. Nachoweza kusema ni kumpongeza huyu binti kuwa sasa sio binti bali ni Hajjat. Anaitwa nani Hajjat huyu? Anatokea wapi? Alipata wapi fursa hii ya kuhiji katika umri huu unaonekana kuwa ni mdogo, wakati watu wazima wengi wanashindwa kutekeleza ibada hii? Basi insha Allah kupitia Al-Azhar TV Tanzania atatujuza kunako na maswali hayo. Hajjat, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjat, hongera sana. Shukran. Mashallah. Hajjat, unaitwa nani? Naitwa Time Muhammad Mwinyi. Time Muhammad Mwinyi. Ni mwenyeji wa wapi? Mimi mwenyeji wa Tanga. Tanga. Kule Tanga kule. Kila kitu kule Tanga. Mashallah. Ama kweli Tanga ni kila kitu. Naam, hebu tujuze Time, umefika nchi hii tukufu na kutekeleza ibada yako ya haji kwa mara ya ngapi? Hii ni mara ya kwanza ya kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu. Ndio. Hii ni mara yangu ya kwanza. Mashallah, ibada hii. Ifahamike kuwa wapenzi wafuatiliaji wa channel hii ya Al-Azhar TV Tanzania, Hajjat Time, Mwenyezi Mungu alimjalia mtihani wa macho. Mtihani huu uliupata ukiwa na umri gani au ulizaliwa nao? Nilizaliwa nao. Kwa hiyo hujawahi kuona kabisa Hajjat Time? Naam. Subhanallah. Nani mwalimu wako wa Qur'ani? Mwalimu wangu wa Qur'ani anaitwa Ustaz Saleh. Kabla hujaenda huko, ilikuwaje ukapata fursa hii ya kuja kuhiji katika umri huu mdogo? Fursa ya kuja kuhiji kwa umri mdogo maanake yani ni maajabu, kwa sababu watu wazima wengi nini hawajakuja, lakini mimi alhamdulillah nimekuja kwa umri mdogo kwa sababu Allah alikuwa ashajalia, lakini pia Qur'an ndio imekuwa ni sababu ya mimi kuja hapa. Kwa nini Qur'ani imekuwa ni sababu muhimu? Ina mchango gani kwako Qur'ani? Qur'ani ina mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Yes, salam. Unaweza kidogo kuwaeleza wapenzi wanaokufuatilia? Naam, kwa sababu Qur'ani ndio nimehifadhi, lakini yani vitu vingi, yani tuseme, yani Allah amenijalia maisha yangu pakubwa sana inaendeshwa na Qur'an. Mashallah. Vipi, hujafafanua bado Hajjat Time? Hebu tuweke wazi, Qur'ani ndio inakuendeshea maisha yako? Naam, kwa sababu nikikwambia hivyo, kama hivyo kupata tikiti ya haji, naam, ni jambo kubwa hilo. Yes, salam. Yani ni kwa ajili tu nilishiriki katika musabaka wa Qur'an. Musabaka unakusudia mashindano? Naam, mashindano ya Qur'an, na ikanisababishia kuwa mimi ni mtu wa kwanza na mimi nikapata fursa hiyo. Kwa hiyo Hajjat, ulishinda mashindano ya Qur'ani. Haya yalifanyika wapi mashindano haya Hajjat? Mashindano haya yalifanyika Mombasa. Mombasa, Kenya. Naam. Mashallah, mashallah. Na aliyekudhamini kukuleta huku baada ya kuwa umeshinda mashindano hayo naye ni mtu wa Kenya pia? Ni nani huyu? Mtu wa Kenya ni tuseme ni kaunti ya Mombasa, yani ni governor wa Mombasa. Ni governor? Naam. Mashallah. Tunaweza kumjua ni governor nani? Jina lake tunaweza kulipata? Jina lake Abdul Samad. Mashallah, governor Abdul Samad, Allah akuhifadhi kwa hili ulilofanya. Ama kweli ni kubwa sana na kuweza
kuguswa na kipaji au kipawa ambacho Allah amemjalia Hajjati Time Muhammad Mwinyi, na hatimaye ukaguswa kiasi cha kumfanya kupitia Qur'ani yake awe ni miongoni mwa hujaji, na hatimaye amekamilisha ibada hii ambayo ni ndoto ya watu wengi. Wapenzi wafuatiliaji wa chaneli hii ya Lazar TV Tanzania, Hajjat Time Muhammad Mwinyi alikuja hapa akiwa Bi Time, lakini leo anarudi akiwa Hajjati. Hili ni kubwa sana. Bi Time, unalizungumziaje hili? Kwa kweli ni furaha ya hali ya juu, kwa sababu sikuwa ni katika maisha yangu, yani kwa kipindi hiki au kwa umri huu nikilitarajia jambo hilo, lakini walillahi alhamdulillah amenijalia. Naam. Ni katika aliowaita katika mwaka. Mashallah. Kwa hiyo umeitikia ile labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Abdul Samad amekuathiri kiasi gani katika maisha yako? Gavana huyo, he's honorable. Kwa kweli kwanza namwombe Allah muhifadhi. Naam. Allah ampe kila anachokitaka fi dunia wal akhirah. Amin, amin. Kwa sababu ni jambo kubwa alilonifanyia. Ya salam. Yani nilikuwa sitarajii kwa kweli, lakini Allah amemwezesha yeye kunifanyia jambo hili. Kwa hiyo ya salam. Ya salam. Naomba Allah amfanyie kila wepesi. Amin, amin. Hajjat, inasemwa hivi, kila mafanikio ya mwanamume nyuma yake kunakuwa na mwanamke ambaye mukhlis, mcha Mungu kwa mumewe, anamshauri vizuri na anamsimamia vizuri kuyafikia majukumu yake vyema. Wewe ni Hajjat, lakini sio mwanamume, ni mwanamke. Nani yuko nyuma ya mafanikio yako haya ya kuhifadhi Qur'an? Kwanza kila mtu afaa kujua kwamba Allah kile alichokupangia, naam, lazima kikufikie. Ni kweli. Lakini kitakufikiaje? Ndio. Lazima kuwe na sababu. Waja'alna kulla shay'in sababa. Mashallah. Mashallah. Karibu. Sasa nani yuko nyuma ya mafanikio yako ya kuhifadhi? Yani nani huyu sababu hii waja'alna kulla shay'in sababa? Huyu sababa kwako wewe ni nani? Sababu kwa kweli ni mama yangu. Mashallah, mama yako. Kwa sababu yeye ndo alikuwa na ile himma na jiddi, yani na bidii, yani ya kunifanya mimi nisome, yani kabla niende madrasa. Naam. Yeye ndo alikuwa anakuhimiza manake. Alifikia kukupiga fimbo siku moja ili uhifadhi Qur'ani? Hiyo ipo. Really? Ashai kukupiga? Ndio. Mashallah, manake utakuwa hujamwombea dua wewe, manake alikupiga yeye au ulimkumbuka pale Kaaba? Ndio, nilimkumbuka. Kwa wema ndio? Au ulikumbuka kwamba ulinipiga wewe? Hakunipiga kwa ajili yani hakunipiga kwa sababu yani sababu mbaya, alinipiga ili kwa ajili ya mafanikio yangu, yani kuongoza katika khairi, si ndio? Huyo mama yupo wapi? Huyu hapa pembeni. Huyo mashallah, naye ni Hajjat, sio? Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wewe mama, unafahamu kuwa ni miongoni mwa wazaa vyema? Namshukuru Allah katika hilo. Kwa kweli, na sisi wasimamizi wa Lazar TV Tanzania tunakupongeza sana. Kwa kweli umeweza kumlea binti yako katika maadili ambayo yanatakiwa. Kuhifadhi Qur'ani ambayo haioni si jambo dogo. Kuhifadhi Qur'ani ambayo hajui hata inaandikwa vipi, herufi zake ziko rangi gani, sio jambo dogo. Unastahiki kila pongezi. Unadhani hili ni kwa uwezo wako au Mwenyezi Mungu amekuchagua? Nakadiria Allah. Ndio. Kwa sababu ndio kama ni bidii, ndio wako wazazi wenzangu tia bakora kabisa, wanatoa vidole kabisa, lakini Allah anasema lakini mimi nilipojaribu kuelekeza kwa uwezo wa Allah, naam, na kwa nia yangu, naam, basi Allah amenipokea, alhamdulillah. Hivi unafahamu kuwa Hajjati Time Muhammad ni miongoni mwa watu ambao Allah amewataja kuwa amewarahisishia Qur'ani, walaqad yassarna alqur'ana lidhikr. Kwa hiyo binti yako ni miongoni mwa watu ambao Allah amewarahisishia. Naam, Hajjati Time, hebu tusomee suratul A'la, sabbih isma. Unaweza kusomea kidogo kwa idhini yako tukusikie? Naam. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mashallah. Mashallah. Bismillahir rahmanir rahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى صدق الله العظيم. إلا ما شاء صدق الله العظيم. Hajjat, sanuqri'uka fala tansa. Nilikuwa napataka hapo. Kwa hiyo mama Time ambaye naye pia ni Hajjat, Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka fala tansa. Maanake Qur'ani bila Allah kujalia taufiki haiwezi kukaa. Unaisoma leo, jioni inaondoka. Piga bakora, piga majamvia, piga kila kitu, haikai. Lakini akasema sanuqri'uka fala tansa. Time au Hajjat Time Muhammad Mwinyi amekuwa ni miongoni mwa watu wanaobarikiwa kuwa watasomeshwa na au watasomewa na hawatosahau. Hajjat Time, hili kwako lina maana gani? Kwanza alhamdulillah kwa Mashallah. mimi yani Mashallah. nimehifadhi Qur'an na Mashallah. alhamdulillah muraja wangu yani ni qawi, yani Mashallah. uko sawa Mashallah. alhamdulillah. Mashallah. Najivunia kwa sababu mahufadhi ni wengi, Ni kweli. hufadhi ni wengi, lakini kuna watu ni hufadhi hewa, Kwa kweli. yani ni ile jina tu Ni kweli. aitwa hafidha au hafidh, lakini juzuu ziko kwenye mashafu. Ya salam. Lakini ni alhamdulillah. Hajjat, tumeolewa? Hapana. Bado. Kwa hiyo jimbo lipo wazi, sio? Mashallah. Inshallah. Inshallah. Mama, kuna changamoto yote ambayo ulipata kupitia mahimizo yako ya Alhaji Time ili apate kuhifadhi Qur'ani? Kwa mfano? Lazima nipatikane hivi. Kwa Kwa mfano? sababu kabla ya kugundua kwamba nimpeleke madrasa gani mwanangu, Ndio. ilikuwa ni changamoto kwangu. Ni kweli. Na haha, Ni kweli. ila akili yangu yote Yeah. kuna kitu nakitaka. Ni kweli. Mbona mimi wako wengi Ni kweli. nawasikia mimi nakuona kwenye TV, Ni kweli. inawezekana. Ni Kama kweli. inawezekana, Ndio. ya Rabbi niwezeshe, Ya ya Rabbi salam. nisaidie, Ya salam. mpaka ikafikia kiwango Naam. kweli Allah amenikubalia. Ya salam. Hajjat, ongera sana. Mimi nilikuwa na zawadi ndogo sana ya kiwango kama cha dola 150 tu nimpatie binti yako. Nadhani kwa idhini yako nilikuwa naomba aikubali zawadi hiyo. Hata hivyo sitoitoa ndani ya kamera hapa kwa sababu hatutaki ria, lakini inshallah tukishamaliza tamkabidhi inshallah. Hajjat na mahaji, maana yake wewe ni Hajjat na yeye ni Hajjat, kwa hiyo nyumba yenu ina baraka kubwa. Muna taifa lenu la Tanzania ambalo linaongozwa na mwanamke Mama Samia Suluhu Hassan, daktari huyo, kipenzi cha watu na kipenzi cha watu wote. Mlimkumbuka pale wakati mnafanya ibada zenu? Maana anakwenda katika uchaguzi kesho kutwa. Ni lazima kukumbuka kwa sababu Naam. nakumbuka tumefanya mashindano ya Dodoma, Naam. hata yeye amenyosha mkono Ni kweli. kutoa zawadi juu ya mwanangu wakati ameshinda mshindo. Kweli, unaweza kutukumbusha Mheshimiwa Rais alikupa zawadi gani? Kwa sababu ile mashindano Yes, salam. ilikuwa ni mashindano ambayo ni ya watu walemavu. Ndio, Sawa. ndio. Kwa hiyo rais yani aliguswa na vile watu, mashallah, mtu hasikii, haoni, Yes, salam. ni mlemavu wa ngozi, lakini Allah amemjalia amehifadhi, yani Yes, salam. akaguswa. Kwa hiyo akampa kila mshiriki 500,000. 500,000. Eh. Na mimi leo natoa 100,000 na dola 150. Laki ngapi? Laki ngapi hivi? Laki 3, almost laki 4, mashallah. Kwa hiyo bado kidogo namfikia rais. Rais atakupa nyingi zaidi. Allahu akbar. Inshallah, inshallah. Mashallah. Kwa kweli hongera sana Hajjat Time, sio jambo dogo, haikuwa safari rahisi. Labda tukusikie Hajjat, ulidhani wakati unahifadhi Qur'ani tukufu ulikuwa na malengo yote kwamba labda siku hii Qur'ani itanifikisha sehemu nitapata kuhiji? Ulidhani hivyo? Ulifikiria? Kwanza mimi wakati nahifadhi, lengo langu haswa la kuhifadhi Ndio. ni kusoma mimi Ndio. na kuwafundisha wengine, kwa sababu ni watu wengi design kama mimi Naam. na sio kuwa kama mimi. Naam. Qur'ani inakuwa ni changamoto. Ni kweli. sana. Ni kweli. Inakuwa hawaijui. Sasa mimi lengo langu ilikuwa si kwamba ilikuwa nina malengo kwamba nitafika huku au nitapata kitu fulani. Yaani ilikuwa mimi lengo langu ni kusoma Qur'ani, nihifadhi na nifundishe. Naam. Hajjat, Naam. unawafundisha wenzako Qur'ani? Naam, nawafundisha.
Mashallah. Unao wanafunzi? Wanafunzi ninao. Mimi nina wanafunzi ambao yani katika ile madrasa ambayo nilisoma na pia katika yani online hivi nina wanafunzi nawafundisha. Mashallah. 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 Ni raha iliyoje kuwasikiza mahajjati hawa mama na mwana wakiwa wamefika katika ardhi hii tukufu. Mama Tima Hajjat, ulishawahi kuhiji kabla ya hapo? Hapana. Kweli? Na wewe safari yako ya kuhiji ulianzia wapi? Yani ulidhaminiwa? Mashallah. Hapo ambapo timu amefanya msabaka. Ndio. Abdul Samad. Basi baada ya kuonekana kwamba hali ni hii. Ndio. Itakuwaje? Msimamizi wake. Kweli? Kweli? Mashallah. Ama kweli wewe mama umezaa chema kabisa. Yani wewe ni mzaa chema manake. Yani kupitia Qur'ani ya binti yako umekuja kuhiji. Lakini kupitia Qur'ani ya binti yako umekuja kukanyaga kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hujai kuwaza hili? Hebu elezee furaha hii kidogo, wanazari wanafuatilia TV wapate kusikia. Umefurahi kiasi gani? Nilifurahi mno kwa sababu ndio hii si safari ya kuja kucheza hii. Ni kweli? Mimi ni kiumbe, ni kweli. madhaifu niko nayo. Ni kweli. Ni kweli. Ni kweli. Lakini Allah ameniita. Allah ameniita katika ardhi tukufu ya Maka kwa ajili tu ndio ya kwenda kunisamehe madhambi yangu. Ya salam. Alhamdulillah. Ya salam. Alhamdulillah. Kwa kweli wallahi hongera sana. Umemwombea Abdul Samad dua na ya salam. Ya salam. Kwa kweli Hajjat Time, kuna kitu nimekilahidhi hapa. Kulahidhi manake nimekinotice. Naam. Kunotice manake ni kwamba nimekibaini. Kulahidhi mimi naelewa kwa sababu mimi Mwarabu. Ni Mwarabu? Mashallah, hongera sana. Hajjat, nimelahidhi kuwa una fasaha sana ya Kiswahili. Nacho ulikisomea, kuna skuli unaisomea au? Hamna. Ni tu yani ni watu wote wanatoka Tanga wana Kiswahili kama wewe? Watu wa Tanga na Kiswahili. Mbona Hajjat mama pale hana Kiswahili chako? Mbona Hajjat mama pale hana Kiswahili chako? Mpile tu hujamsikia vizuri lakini Kiswahili cha Tanga ndio hicho. Ala, mashallah, umebarikiwa watu wa Tanga kwa kweli. Naam. Kwa kweli tunawashukuru sana. Ni Hajjat Time Muhammad Mwinyi ambaye Mwenyezi Mungu amempa mtihani wa kutokuona tokea azaliwe, hajaliona jua wala hajaliona mwezi, hajauona mwezi, lakini Allah akamrahisishia vitu ambavyo kwamba hao wanaoona wanakesha asubuhi na jioni kuto kupata wala kuvifikia. Hajjat amehifadhi Qur'ani na kupitia Qur'ani Hajjat imemleta kuja kuhiji, na kupitia Qur'ani Hajjat huyu mama yake mzazi bibi Hajjat nani? Fatma Bakari naye kaja kuhiji. Si jambo dogo. Wazazi, walezi, Qur'ani inawezekana, malezi yanawezekana, lakini hija au haji inawezekana. Muombe Mwenyezi Mungu akuwezeshe kwa njia anayotaka yeye. Hatumpangii Allah atulete vipi, tunahitaji kumwomba Allah atuwezeshe. Kwa kweli hatuhitaji kumaliza mazungumzo haya, lakini hatuna namna, tutayamaliza tu kwa sababu hawa nao ni wasafiri na leo wanajiandaa kurudi nyumbani. Hajjat Time, labda tuambie kidogo, leo unaoacha mji huu ambao hujui kama utakuja tena, japo inawezekana, kwako ina kuathiri kiasi? Athari lazima itapatikana kwa sababu ni mji, yani Madina ni mji mzuri na watu wake mashallah ni wakarimu. Ya salam. Kwa hiyo yani kuacha mji huu ni majonzi, lakini hatuna namna, tuabidi turudi nyumbani. Ndio. Kwenda kujumuika na familia. Ya salam. Kwa hiyo lazima tuache, lakini si kwa furaha kivile. Mama anajifakharisha kwako nje tu au hata ndani pia? Yani nje au ndani? Yani manake namuona hapo na furaha sana kwa kupitia wewe amekuja kutekeleza ibada hii, manake anajifakharisha nawe. Je, hata mnapokuwa ndani pia mama anajifakharisha nawe au kule anakuchukulia poa? Kabisa, kila mahali yani mimi ni katika watoto yani wale watoto yani wako karibu na mama. Mashallah, wale watoto wa mama wale. Na watoto wa mama spoon fed, sio? Lakini ulisema alikupiga hapo ili uhifadhi Qur'ani. Sawa, ni sawa. Mtu anekukumbusha kitu. Naam. Akupenda. Mashallah. Kwa hiyo yani hiyo imenionyesha upendo wake kwa. Waja'alna kulla shay'in sababa. Haja tumehifadhi Qur'an juzu ngapi? Mimi? Ndio. Juzu 30. Ala. Kumbe nazungumza na mtu mashallah juzu 30.
Naam. Allah, kwa kweli, ya salam, juzu 30. Hongera sana kwa kweli. Shukran. Mama, unastahili kila pongezi kwa kweli, inshallah unastahili kila pongezi. Hatuahidi chochote, lakini inshallah tutaomba namba zenu za kuwasiliana, ili inshallah tuwe tunawasiliana, tunawasalimia kusikia sauti zenu. Qur'ani uloibeba ndiyo shifaun lima fi sudur. Qur'ani uloibeba ndiyo kila kitu. Qur'ani uloibeba ndiyo mwongozo wa Uislamu, na hata dunia wakikubali. Qur'ani uloibeba ndiyo kila kitu kwa Uislamu. Ili uende chuo cha Azhar, ambayo hicho chuo ndo kimetoa jina hili la Al-Azhar TV, kipo kule Misri. Yani ili uweze graduate unatakiwa uhifadhi Qur'ani. Hujahifadhi Qur'ani huwezi graduate. Kwa hiyo wewe ni mtu mkubwa sana, na mama kama alikuwa atambui hilo, anatakiwa atambue kuanzia leo. Manake haina maana kwamba nafasi yake kama mama ipotee ili akuogope pale, manake haja akuite time kama time, lakini anatakiwa kufahamu kwamba ana mtu mmoja mkubwa sana. Allah amekubariki sana kwa kweli. Una nini cha kuambia labda watu ambao wana hali kama za kwako, lakini hajafikia haya makubwa unayofikia wewe? Kwanza mtu yoyote ndio katika haya maisha ufai kukata tamaa. Ndio. Wewe usiseme nitaweza vipi. Ndio. Sema nitatafuta njia gani ya kukifikia kitu. Ndio. Kwa sababu ukisema nitaweza vipi itakuwa yani huna hata fikra, lakini ukisema ngoja nitafute njia ya kukifanya hiki kitu, ndio fikra zitakuja. Ya salam. Na Allah atakujalia utafanikiwa. Ya salam. Ya salam. Mimi pia jambo lingine ndio kwa wazazi na wahusia, ndio mtu akiwa katika hali kama hii ndio usimfungie. Na kweli kuna watoto wamefungiwa hivi, yani ukitoka wakitoka maskini, yani msichana mkubwa au mvulana yani hajui kitu chochote maskini mpaka kula alishwe. Hiyo sio vizuri, wamdhulumu. Ni kweli. Na Mwenyezi Mungu ataenda kukuuliza kwa nini. Nani alijua maneno haya mazuri kiasi tutapata leo? Subhanallah. Subhanallah. Kwa hiyo ndio hivyo, yani usiwafungie. Ni kweli. Watu wanachukulia kama uzito, wamepata mtihani kwa Mungu. Kumbe subhanallah sio lijua, yani asa antakrahu shay'an huwa khairun lakum wa asa tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum. Uenda ukachukia kitu kumbe sio khairi kwako, na uenda ukachukia kitu kumbe kwako ni khairi. Bibi Fatma Bakari wakati anamleta bibi Hajjat Time duniani, na kwa hali yake aliyokuwa nayo, hakudhani hata siku moja kuwa atakanyaga ardhi tukufu kutekeleza ibada ya ndoto za Waislamu duniani kote. Lakini hata theluthi ya Waislamu duniani, matajiri na watu wa kawaida, hawajatekeleza ibada hizi. Kwa kweli Hajjat, Allah amekuongoza, umemsimamia Hajjat Time, na hatimaye amekuletea matunda ambayo hata hao ambao wameajiriwa makazini na wanakwenda kazini kila siku wajidai, hawajapata fursa hii. Wengine sengine mpaka wastaafu ndio wapate pesa ya wao kuja hija, na wala sio na wazazi wao. Hili ni jambo kubwa sana. Hajjat Time au mama, labda ni taasisi gani ambayo mnahifadhi au mnahifadhia kule? Ni kuhifadhi vile? Ni taasisi ambayo umekuja, taasisi gani? Ahlul Bait. Ahlul Bait. Hawa ni masharifu hawa? Ana masharifu wako wapi? Wapo hapa? Bi Fatma. Huyu ni Bi Fatma ndo taasisi yako Ahlul Bait. Tunaweza kuona kidogo Bi Fatma? Mashallah. Mashallah. Karibu. Bi Fatma, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjat. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjat, hongera sana kwa kuweza kupata mahajjati hawa wenye hadhi yao mbele ya Allah. Wamesafiri na taasisi yako na wametekeleza ibada hii kiukamilifu kupitia dhima ya mwongozo wako. Hili kwako lina maana gani Hajjat? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo ametutangulia kuweza kutupa watu kama hawa. Naam. Kujipa kwa sisi. Naam. Tumejipa kwa rehema yake Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Naam. Ndio akaweza kutupa. Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema wa mithqala dharratin khairan yara wa mithqala dharrati sharran.
Mashallah. Kitu chochote mpaka hata kama ni sisimizi ni mpaka Mungu apende. Naam. Basi hawa tumepewa hidayah na Mola wetu. Mashallah. Hajat, uko katika shughuli hizi za ibada ya haji kwa muda gani? Miaka 35. Miaka 35. Naam. Hiyo sio midogo, ni miaka mingi. Subhanallah. Hili kwako la maana gani kuwa umedumu kwa muda mrefu katika utekelezaji wa ibada hii? Alhamdulillah, kwa sababu na watizama mahujaji vizuri. Yule alikuwa yuanichukua hakupata lawama, ndio akawa yuanichukua kila mwaka. Mashallah. Naam. Ahlul Bait ni kwa namna ninavyofahamu ni watu ambao wana nasaba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au ni jina tu? La, masharifu. Masharifu. Naam. Nani ni wewe mwenyewe au familia yenu au wenye kampuni? Mimi mwenyewe, babangu, mamangu, bibi yangu, mashallah, mahale zangu, wajomba zangu wote masharifu. Wewe kuwa Ahlul Bait na kuwa unasimamia ibada hii ambayo huyo mwenye jina lenyewe ndiyo amekuja kuitambulisha kwetu, ina maana yote kwako? Naam, ina maana. Maana gani? Unaweza kutuelezea kidogo? Maana yeye ndugu yangu mkubwa wangu, naam, Bi Aisha Idarusi, naam, kwa maarufu anajulikana kwa nasaba yake Bafagil. Mashallah, ndio nasaba kabila yetu. Mashallah, mashallah. Yeye amenichukua mimi kama kuwa msaidizi wake na kumsaidia. Mashallah. Shukuru, alhamdulillah. Kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Ndio. Twaweza, mja hamkamilishi mja. Ni kweli. Lakini tumejitahidi. Wamfikisha sehemu fulani, Allah anakamilisha kwa baki. Ni kweli. Wako masharifu wengi katika maeneo ya dunia, East Africa, Magharibi na maeneo mengine, lakini si wengi ambao wanakubali kuchukua dhima ya kuwatekelezea waumini au kuwakamilishia waumini au kuongoza waumini kutekeleza ibada hii ya haji. Hii kwenu imekuwa rahisi kiasi gani kubeba dhima hii? Alhamdulillah, siwezi kukwambia kama tumejitahidi. Ni rehema yake subhanahu wa ta'ala. Ndio tumeanza na Mungu akatutilia taufiki. Mashallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Watu wengi wakifika pale katika maeneo ya Raudha na pale alipolala Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanajiona kama wanamuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hao ni vipenzi vyake, habaib, kama mwenyewe alivyosema kuwa kuna watu watakuja na wataniamini wakati hawajaniona, hao ni vipenzi vyangu, na nyie na Sayyidina Abubakar Siddiq, Sayyidina Umar na mloniona nyie ni masahibu zangu. Sasa wewe ambaye unatokana na ukoo huo wa Ahlul Bait, unapofika pale maeneo yale unajiona kama upo kwa nani? Niko kwa Rasuli. Rasuli kwa maana ipi? Rasuli kama babu, rasuli kama mjumbe? Rasuli kama mjumbe wa watu wote. Ya salam. Si wa Ahlul Bait. Ya salam. Mashallah, kila mtu. Ya salam. Hata kama si Ahlul Bait. Naam. Rasuli wa mtu. Bilali amepata daraja. Naam. Kwa kuwa na kinai. Naam. Na kuwa karibu na Mola wake. Wama arsalnaka si Ahlul Bait. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hajat, tuko sawa hapo? Hajat time ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, viumbe wote, si ndio? Ya salam. Kwa kweli ni faraja iliyoje kwa mahajati hawa, hajati Fatma binti Bakari. Jina la Bakari hili na maana yote kwako, kuna kitu nakumbuka ukisikia Bakari? Ndio yeye yule sahibi yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alolala naye pale, sio? Mashallah, barakallahu fikum. Na haja time pia hafidha wetu wa Qur'ani, lakini pia tunaye amira wa msafara huu ambao ni kiongozi wa kiibada wa taasisi hii ya Ahlul Bait. Kwa pamoja tunawashukuru sana, na kwa pamoja tunaombea dua Mwenyezi Mungu awaendeleze katika kutumikia dini yake, lakini awapokelee ibada zao na walete tena kwa tena na tena. Insha Allah. Kabla tujamaliza, nataka nimsikie Hajat mza vyema, mama wa Hajat Time, akielezea kama sehemu ya nasaha
kwa wazazi ambao wanazaa watoto ambao kwa namna moja ama nyingine wanakuwa na hali ambazo hawafanani na wenzao. Haja tuna nini cha kusema? Karibu. Kama mimi ndio ningechukulia kwamba kwa hali hii ndio nampeleka wapi huyu, ndio isingefikia tulipo. Ni kweli, lakini nikasema hapana, ndio hata kama hivi alivyo nitakubali kila kimoja kikosekane. Ya salam. Lakini sio Qur'ani ya Allah. Ya salam. Kama nitampeleka skuli, naam, atasoma, atafikia hata hatua ya kuajiriwa. Ya salam. Sijampeleka madrasa, naam, mimi nitajibu nini kwa Allah? Ya salam. Nitajibu nini kwa Allah? Ya salam. Lakini hata kama sijampeleka skuli, naam, lakini kitabu cha Allah kikibakia hapo, naam, naam, basi majibu mazuri hapo. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Wito wako kwa wazazi wenzako? Kama vile alivyosema mwanangu, naam, tunapozaa watoto ambao ndio au hata hawako kinamna hiyo, naam, basi kiukweli tusimame kwenye nguzo moja, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, tuweze kuwashughulikia watoto, naam, walitambue neno la Allah. Ya salam. Kwa sababu ndio haya ni masulia, naam, na kuulizwa naam, nini tutajibu. Watoto wanafika mavyuo, naam, wanafanya kazi za kiserikali, naam, lakini ukimshika hata juzu moja mtoto hana. Mashallah. Hili ni swala zito, Ni kweli. tunatakiwa tukajibu kwa Allah. Ya salam. Nini? Hakuna cha kujibu. Angalia hapa katika mgongo wa ardhi. Naam. Sometimes unapofikia hatua kumpeleka mtoto school. Sometimes Kiingereza hicho Hajat, ndio. Kumbe uko vizuri kwenye English pia. Oh, mashallah, hongera. Kumpeleka mtoto Hajat, time English hapo ipo? Hapana. Ya salam. Mama akufunze basi. Kama hujampeleka mtoto skuli, ndio, basi unaweza serikali ikakusimamishia. Ni kweli. Shtaka. Ni kweli. Kwa nini mtoto hujampeleka skuli? Shtaka la kiumbe mwenzio. Ndio. Unaliogopa. Ni kweli. Tunakimbiza watoto skuli tu. Ni kweli. Je, shtaka la Allah hatuliogopi? Mashallah. Mashallah. Shtaka la Allah ni kali. Salam. Lakini binadamu unaweza kulikwepa namna moja au nyingine. Ni kweli. Ni kweli. Wewe kama hata mji. Sahihi kabisa. Hakuna la mafar. Naam. Wazazi wenzangu. Naam. Allah. Naam. Tumuogopeni Allah. Ya salam. Katika haya ambayo tunazungumza. Ya salam. Ya salam. Kwa kweli, yani Al-Azhar TV haitaki kuwaacha nyie mahajjati na wageni wa Allah, dhuyufur rahmani, lakini kwa sababu ya maandalizi ya safari inayoumiza, manake mnauacha mji huu mtukufu na kwenda katika miji yetu, ndiyo udkhuluha bisalam na ni Dar es Salaam, lakini salamu ile, je, ndiyo salamu hii? Hajjati kwa mara nyingine inshallah atakuja kutujibu siku zijazo, lakini kwa hii leo tuwatakie safari njema baada ya kuwashukuru, na tuwatakie pia kabuli ya ibada zenu, na Allah awarejeshe tena na tena. Amin. Hajjat time insha Allahu tutakupata kupitia Hajjat Amira au Hajjat Mama pale. Kwa hiyo insha Allahu, yani tupo pamoja inshallah. Tumesema jimbo liko wazi, basi inshallah tupo pamoja inshallah kwa uwezo wa Allah. Kwa kweli tunatakia kila la kheri na tunatakia safari njema na tunatakia mafanikio mema. Hongera kwako Amira, umedumu katika ibada hizi kwa muda mrefu, lakini hongera Hajjat, umeleta maana halisi ya Qur'ani, kwamba mwenye kubeba Qur'ani amebeba dunia na mwenye kubeba Qur'ani amebeba akhira pia. Kwa kweli hongereni sana, wa kullu amun. Na kabla ya hiyo tunasema hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Mulikuwa na Hashim kupitia Al-Azhar TV Madina.